Asante sana msikilizaji kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja mpaka tumefikia sehemu ya 10. Asante mno na karibu sana katika mwendelezo wa hii simulizi ya Hamza, na tulipoishia sehemu ya 9 ndipo tutakapoendelezea. Ni mara baada ya Yulia kumweleza Hamza ya kwamba Regina ana ugonjwa wa nafsi mbili, yani hata familia yake hakuna anayejua kasoro bibi yake pekee. Sasa mara baada ya Hamza kusikia hivyo, Hamza akasema kuhusu hili nitalifuatilia. Kama umesema ni la siri, basi naomba liendelee kuwa siri. Mimi kama msaidizi wake wa karibu, chochote kikimpata nitawajibika. Sasa hapa ndipo tunaposonga mbele msikilizaji, na tutafahamu zaidi huu ugonjwa wa nafsi mbili ukija kumuibukia, yani ukija kuamka kwa Regina anakuaje? Nadhani nafsi wanaposema nafsi mbili ni kwamba yani kuna wakati Regi unayemfahamu wewe sasa hivi kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hapa tulipofikia ni huyu ambaye unamfahamu Regi wa nafsi ya upande mmoja, ambao umemfahamu tangu sehemu ya kwanza mpaka tulipofikia hapa. Sasa ile nafsi ya pili unaambiwa ikiamka, yani hata Regi anaweza akamsahau Hamza ni nani. Sasa ndo tunapopasubiri. Je, ile nafsi ya pili, yani ugonjwa huu wa Regina ukiamka, Hamza atapambana nao vipi? Huenda hata nawe msikilizaji una ugonjwa wa nafsi mbili. Kuna wakati ujielewi, yani kuna wakati yani mwili unakubadilika mpaka ni hutaki kabisa ukaribu na mtu, yani hutaki kusikia chochote kutoka kwa watu. Tunazidi kusonga mbele. Langu jina Lucas Lumba, mwandaji ni Isa Singano. Sasa baada ya maongezi yao, yani Yulia pamoja na Hamza, ni kama sasa Yulia alikuwa anamwandalia fulani hivi, yani mazingira fulani hivi Hamza ya kuweza kumleta karibu zaidi, ikiwezekana hata wapeane kiss. Sasa Yulia alikuwa amekabwa kisawasawa ukutani. Umbali kati yao ilikuwa ni kama sentimita 3 tu. Muonekano wa Hamza ulikuwa ni ule wa serious. Yani hakukuwa na ishara yoyote ya uzembe. Alionekana kama vile ni mtu wa karne nyingi zilizopita. Na aliinua mkono wake wa kushoto na kukiinua kidevu cha Yulia kwa kukibetua juu. Niache bwana, unaniumiza ujue, anaongea kilalamika, na hiyo yote ni mara baada ya kuona macho ya Hamza ilivyokuwa na serious usiokuwa wa kawaida hata kidogo. Ule ujasiri wake mbele ya Hamza ulimpotea, na sasa alikuwa ni kama panya mbele ya paka. Muda huo alikuwa ashapoteza ule muonekano wake wa hadhi ya ubosi. Aligeuza ghafla tu na kuonekana kama msichana mdogo ambaye amekosa msaada. Unaonaje ukiondoka hapa Tanzania? Anaongea Hamza huku akiwa na tabasamu lililojaa uovu na kumfanya Yulia uso wake kuwa wa moto, huku mboni za macho yake zikicheza. Yani usije kujaribu kunichezea na kujaribu kuniwekea mtego, maana nikugundua sina hakika kama utaendelea kuwa salama. Yulia aliishia kutingisha kichwa tu akikubali. Alikuwa akiamini kuwa Yulia kuwepo kwake ndani ya jiji la Dar, sehemu aliozaliwa na kuijua vizuri, basi angeweza kuwa na uwezo wote mbele ya wanaume na kuwasumbua. Lakini hakuamini Hamza alishajua alichokuwa akiwaza tokea muda mrefu. Yule alikuwa akisita kukubali, lakini kutokana na muonekano wa kutisha wa Hamza, alijikuta akikubali kishingo upande. Kwa sababu Hamza hakuwa na dalili yoyote ile ya kutania. Hamza mara baada ya kuona mwanamke huyo ameshika adabu yake na ameogopa, alimwachia. Usije kuthubutu kuongea chochote kilichotokea baina yetu jijini Zurich. Sitotaka kujiingiza kwenye matatizo kwa sababu yako. Nimekuelewa, lakini je, naweza kukutana na wewe? Aliuliza hivyo Yulia. Hakuwa mwanamke mpumbavu asielewe nia ya Hamza. Kwa nini unataka kukutana na mimi yani? Kwa nini yani? Mbona nahisi kama unanichukia? Haipo hivyo, lakini hakuna chochote kati yetu. Mimi nifika Zurich kwa mission maalum tu ya kukuua, na nikakuta umeshatekwa tayari na nikakuokoa. Kama nilichofanya kinachukuliwa kama kuokoa uhai wa mtu, basi nitakuwa nimeokoa maelfu ya watu. Itakuwa ni kujichosha kuanza kukutana na kila mmoja kwa sababu yetu. Sio kweli. Hukuniokoa tu, lakini vile vile umenisaidia kulipiza kisasi kwa kundi lote la watu waliomuua mama yangu na mdogo wangu. Ni wewe uliyenisaidia kulipiza kisasi, na ukaenda mbali kunipa nauli ya ndege kurudi nyumbani kwa kunitoa katika lile giza, licha ya mbinu yako kuwa rafu. Yani kwa kipindi chote tokea nirudi nyumbani,
nimetumia kiasi kikubwa sana cha pesa kwa ajili ya kutuma watu kukutafuta. Lakini ilikuwa ni ngumu kwangu kwani mimi sikuwa nikilifahamu jina lako na unapoishi. Ulikuwa ukituma watu kuja kunitafuta. Sasa ulitaka mimi nifanye nini sababu ya kunipata? Usiniambie mpango wako ni kunilipa kupitia mwili wako. Aliuliza Hamza na kumfanya Yulia kumwemesa lips zake. Macho yake yalikuwa yamejaa matarajio. Kwa hiyo kama nipo tayari utaniruhusu? Aliongea na kumfanya Hamza kumwangalia huyo mrembo na kisha akavuta pumzi na kuzishusha. Ijapokuwa ombi lako linavutia sana, nataka kuendelea kuishi maisha ya amani. Nikijihusisha kwa namna yoyote na wewe, nina uhakika nitajipalia tu makaa na kuingia matatizoni. Afistoshe, mimi siwezi kurudi na kuwa wa zamani tena. Inaonekana mpango wako ni kukaa Tanzania tu kwa muda mrefu. Kama ni hivyo, je, naweza kukutafuta japo mara moja? Yulia, kwa hadhi yako na nguvu ya familia yako, hata kama unataka kupata bodyguard mwenye uwezo wa juu, ni kitu chepesi sana. Kwa nini iwe mimi? Wewe umejuaje kwamba yani ukubwa wa hadhi ya familia yangu yani kwamba au yani ulifanyia uchunguzi kabla? Haina haja kuigiza. Najua mambo mengi kuliko unavyofikiria. Katika bango linalotambulisha hoteli yenu, ile logo inayotambulisha kampuni yenu ni logo maalum ambazo zinatolewa kwa familia zenye hadhi na kufanya isitumike kutambulisha biashara za watu wengine duniani. Kampuni yako ni kubwa, hivyo ni rahisi kukutambulika yani kuweza kukutambulika kimataifa. Huwezi kutumia logo ile bila kujua nguvu yake. Hivyo moja kwa moja inaniambia familia yako imesajiliwa GREL na kupewa hadhi ambayo inatambulishwa na ile logo. Familia zote ambazo zina usajili wa hadhi ndani ya GREL hupewa alama zinazofanana, japo zinakuwa tofauti lakini ni ile ile. Msikilizaji, unaposikia hili neno GREL, yani GREL, kirefu chake ni Global Registry of Extraordinary Lineages. Kwa hiyo sio sahihi kuita GREL kama umoja hadharani, kwa haijawahi kutangazwa hivyo. Kwa nje ni kama jarida tu au kitabu cha kutambua hizo familia, lakini kwa siri ni umoja tena wenye nguvu sana. Familia ambazo zipo katika orodha ya GREL ni kama vile familia ya Rockefeller, familia ya Rothschild, familia ya AI Saudi kutoka Saudi Arabia hii, na kuna familia ya Fujiwara kutokea Japan na kuendelea. Kwa lugha nyepesi, msikilizaji, unaweza kusema familia hizi ndio zenye mizizi ya kihistoria, kiuchumi na ushawishi ndani ya taifa husika au kwa bara zima. Yani ndio sehemu ya familia ambazo zipo ndani ya Deep State. Sasa inasemekana wazo la kupatia kila familia yenye nguvu nembo, yani logo, lilitolewa kutoka katika utaratibu wa kifamilia wa familia za damu ya kifalme, hususan katika mataifa mengi ya bara la Asia, mfano China na Japani, ambapo familia kama vile Tang ina alama yao ya upekee kabisa ambayo haitumiwi katika biashara yoyote ndani ya taifa hilo. Sasa Yulia kwa mshangao akasema kwamba wewe ni nani? Kwa nini unayajua haya yote? Umejuaje ile logo ipo katika GREL? Hamza akasema napenda kujifunza vitu vingi nisivyovijua, hivyo niliweza kujua mara moja tu. Ni kweli familia inayotokea ipo katika GREL, lakini hili linahusiana vipi na wewe kwa bodyguard wangu? Wewe ndio mwokozi wangu. Ndio maana nakuamini. Nimekusubiria kwa muda wote huo. Kwa nini unionee huruma? Maisha, naonekana kuchoka wakati wewe hujachoka. Nakubali uwezo wako wa kuigiza ni mkubwa. Kwanza umeuchukua usika wa mwanamke anayesubiria mwanaume wake kwa muda mrefu kukutana naye na kumlipa kwa kutumia mwili wake. Tena sasa hivi umetoka katika usika huo na unaigiza kuwa mwanamke kama bikira ambaye anaogopa na anahitaji mwanaume wa kumlinda. Kiufupi hakuna ukweli wote kuhusu wewe. Hebu niambie, umeweza vipi kunitafuta na ni kipi ambacho unataka kutoka kwangu? Aliuliza Hamza na kumfanya Yulia sasa muonekano wake kubadilika na kuwa kikauzu. Sasa mwisho Yulia alitoka katika ule muonekano wake wa mapozi na kuwa mwanamke mrembo kauzu ambaye amesimama kama robot. Akasema kwamba umejuaje na kuigiza tokea mwanzo? Nadhani nilipaswa kuwa makini zaidi. Hamza akasema uwezo wako wa kuigiza ni mkubwa mno. Miaka 7 iliyopita wakati na kuokoa, nilikuwa nishajua muonekano uliokuwa nao ni wa kimaigizo tu. Yulia akasema kwa nini? Yulia aliuliza huku sasa akiwa na mshangao. Hakuamini Hamza wa miaka 7 iliyopita aliweza kumtambua mara moja ndani wake ukoje.
Hamza akasema wazazi wako wote na wadogo zako waliuliwa na wale maninja. Nilikuokoa na kisha nikakurudisha hotelini. Unakumbuka ni kitu gani uliniambia cha kwanza? Yule akasema nimesahau nilisema nini? Hamza akasema ulisema una kiu mno ya maji. Yaani mtoto ambaye mama yake, baba yake na mdogo wake ndio ametoka kufariki. Unarudi hotelini na kitu cha kwanza baada ya kulia kwa lisali moja ni kumuomba mtu usiyemjua maji. Watu wengine wanaweza kuona ni kawaida, lakini kwa upande wangu sikuona kitu kile ni cha kawaida. Katika moyo wako hukuwa na machungu kabisa familia yako kupoteza maisha. Uliweza kupotezea kwa muda mfupi sana hisia za huzuni ambazo ulikuwa nazo na kuanza kufikiria hatua inayofuata. Baada ya kauli ile, Yuli alishangaa sana. Yuli akasema inaonekana sikuwa msiri vya kutosha mbele yako. Hamza akasema makisio yangu ni kwamba na wewe pia una ugonjwa wa akili wa protesting personality disorder. Nakosea? Aliuliza Hamza akiwa na tabasamu. Yuli akasema hakika una uelewa mkubwa sana. Tofauti na mama yangu, wewe ni mtu wa pili kuijua siri yangu. Ningekuwa na uwezo wa kukuua basi ungekufa leo hii. Yuli aliongevu akiwa serious kabisa. Hamza kwa upole akasema ili kutimiza malengo yako unataka kumuua kwanza aliyekuokoa. Yoyote yule anapaswa kufa hata kama ni kwa kumtishia. Hizo ndio dalili za ugonjwa wako sasa. Yuli akasema huu sio ugonjwa. Ni Mungu ambaye ameniumba kwa kutokuniwekea uwezo wa kuwa na hisia, ili nisisumbuke na hisia ambazo hazina maana. Msikilizaji, naomba unywe maji kidogo ili tuelewane hapa vizuri, maana naona kama hapa inawezekana nimekuacha. Ni kwamba unachopaswa kuelewa, ugonjwa ambao anauzungumzia Hamza ni aina ya ugonjwa wa akili ambao mtu anazaliwa nao, na tabia yake kubwa ni kwamba mtu akiwa na ugonjwa huu huwezi kumkuta akiishi katika uhalisia wake. Yaani huwezi. Ndio maana nakwambia kuna wasikilizaji hapa wana huu ugonjwa. Yaani huyu mtu maisha yake mwanzo mwisho ni maigizo tu. Pili, hata kama anahitaji msaada na akaupokea, kama hawezi kukubali alisaidiwa. Yaani hawezi kukubali kwamba nilisaidiwa, hawezi. Na njia pekee ni kumuua aliyemsaidia ili kulinda siri ya kusaidiwa. Sijui unanielewa? Dalili nyingine kwamba watu wa aina hii hawana hisia kabisa. Yaani wapo kama maroboti. Yaani hawahisi maumivu wala furaha. Tofauti ni kwamba utawakuta wanaigiza kuhisi maumivu au furaha. Sijui unanielewa? Au wanaigiza kupenda. Ndio, yani ndivyo alivyo. Haijawahi kufahamika ugonjwa huu unasababishwa na nini, lakini kitaalamu unaendana na ugonjwa wa akili unaofanana na Munchausen syndrome. Kama ni hivyo, yani kama ndivyo unavyowaza hivyo, basi hakuna tatizo. Hilo usijali, mimi siwezi kuambia watu kuhusu tatizo lako. Aliongea na kumfanya Yulia aliyekuwa kama robot kupiga hatua moja mbele na kumwangalia Hamza usoni. Akamwambia kama ulijua tokea mwanzo kuhusu tatizo langu, kwa nini bado ukaendelea kutoa ushirikiano kwangu? Kama ilivyokuwa miaka 7 iliyopita, tulikutana kwa bahati mbaya. Hivyo haina haja ya kuongea chochote kuhusu mimi, ili mradi tu hatutakutana tena. Sitaki kujua wewe ni mtu aina gani na kipi unafanya. Kiufupi sitaki kujua chochote kuhusu wewe. Kwa nini bado unaonekana kujali maisha yangu mpaka kujua siri yangu? Hapana, mimi ninachomaanisha ni kwamba sitaki tu kupitia maigizo yako unitumie na mimi kama kete yako kwenye mipango yako. No. Kwa kusema hayo siwezi kuwa bodyguard wako au mtu yote kwako. Aliongea Hamza akiwa serious na kumfanya Yulia midomo yake kupinda kwa tabasamu lililojaa uovu. Ijapokuwa sijui ni hisia gani ambazo wanawake wanapata wakimpenda mwanaume, lakini mimi nahisi nakupenda. Aliongea na kumfanya Hamza kutoa tabasamu huku akijihisi huu upendo utaanza kumbadilisha muda si mrefu. Lakini hata hivyo kuna kitu kimoja ambacho hujapatia. Ni kitu gani hicho? Sijakutana wewe kwa kukutafuta. Ni kwa bahati tu tumeonana, ndio maana natafasiri kama majaliwa. Kama ni hivyo nadhani nilipangiwa kupatwa na hili janga. Hili ni janga kwako. Lakini kwa sababu unajua siri yangu, basi kuanzia leo hutojihusisha kwa lolote kati yetu. Vinginevyo wewe ufe au mimi nife. Aliongea Yulia na kumfanya Hamza kugeuka na kuzipiga hatua kurudi alikotoka. Nadhani pia unapaswa kuomba sana isije ikatokea siku moja nikaliharibu ua kwa ukatili.
Aliongea Hamza na kutokomea. Kitendo cha Hamza kupotea katika macho yake. Yulia alitoa simu yake katika mfuko na ni kama alikuwa anampigia mtu. Hey, it's me. Go find someone called Hamza. I want all his information. Aliongea kwa lugha ya Kiingereza. Hasa baada ya kumaliza kutoa maelekezo, aliweka nywele zake sawa pamoja na nguo zake na kurudia muonekano wake na kutoa tabasamu la kimaringo na mapouze, na kwa madaa alizipiga tu kurudi ndani. Hamza na Yulia walitumia zaidi ya dakika 10 kwenye kuongea tu. Lakini kwa watu ambao walikuwa ndani ya chumba binafsi, walikuwa na hisia mchanganyiko kana kwamba ni muda mrefu sana umepita tokea atoke. Akiwemo Priscilla ambaye ni kama sasa alianza kushikwa na wivu. Lydia na Bahati walikuwa wakijutia maneno yao kiasi kwamba utumbo wao ulikuwa ukijinyongorota na kufanya nyuso zao kuonekana mbaya. Sasa Saidi akauliza kwamba Priscilla, hivi ni kweli Hamza ni fundi wa kawaida tu? Aliuliza Saidi, na kwa upande wa Priscilla, ukweli ni kwamba alimjua Hamza juzi tu, hivyo hakuwa na taarifa za kutosha. Priscilla akasema alikuwa fundi ndio, lakini sasa hivi ana kazi yake nzuri tu. Aliongea hivyo akilenga Hamza kwa boyfriend fake wa Regina na pia msaidizi wake. Japokuwa Priscilla aliongea hivyo, lakini hakuna ambaye aliweza kuelewa kile alichomaanisha haswa. Ilikuwa ni kama kauli yake ni nyepesi sana kwa swali gumu ambalo wameulizwa. Sasa muda huo walitaka kumchimba zaidi. Na ndio muda ambao Hamza airudi, na mara baada ya kundi lote kuona hakuna anayekula zaidi ya kuonekana kama watu wanemsubiria, yani ni kama wanesubiria mtu, ajikuta akishindwa kujizuia na kutoa tabasamu. Akasema kwamba nyinyi mnafanya nini? Mbona kama mpo kwenye kikao? Aliuliza hivyo, lakini ilikuwa ndio nafasi ya kila mmoja kuanza kumuuliza maswali Hamza. Sasa Hamza akaulizwa, Hamza, kwa nini ukutuambia unafahamiana na bosi Yulia? Hamza, umefahamiana vipi na bosi Yulia? Bro Hamza, kaka mkubwa, hebu kwanza basi kunywa hii wine bwana, nadhani itakidhi ladha ya ulimi wako bwana. Msikilizaji, yani kwa ufupi, bila aibu kila mtu alianza kuwa chawa kwa kujipendekeza kwa Hamza. Lakini Hamza hakuwa na mudi ya kuendelea kula tena, na alichotaka ni kuendelea kumpa company Priscilla, hivyo aliwapotezea kabisa. Isitoshe, alijua kabisa taifa hili lazima lipo chini ya Yulia. Hivyo chochote atakachofanya kinaweza kumletea shida. Priscilla, vipi? Chakula ni kitamu? Aliuliza Hamza, na Priscilla kwa kumwangalia tu Hamza ni kama kuna kitu amekisoma. Ni kitamu ila nimeshiba. Unaonaje tukitangulia kuondoka? Nahitaji kwenda kupumzika. Hakuna shida, nitakusindikiza. Aliongea, na muda huo wote walisimama ili kuondoka. Na watu hao waliona aibu kwa kuona kwamba Hamza amechoshwa na kujipendekeza kwao. Sasa muda huo ambao Hamza anataka kuondoka, Yulia airudi na kuingia, na mara baada ya kuona Hamza anaondoka alitoa tabasamu la kumwaga. Akamwambia kwamba Hamza, siku nyingine ukiwa na muda jaribu kuja hata mara moja basi. Haina haja ya kuwa mpole mbele yangu. Aliongea na Hamza alitoa tabasamu hafifu. Muda ule Yulia alichukua kadi ya madini ya dhahabu kutoka kwa msaidizi wake. Akasema kwamba hii ni kadi ya daraja la juu kabisa ya wanachama wa hoteli zetu. Ndani ya jiji hili wanazo watu wasiopungua 10 tu. Ichukue na unaweza kuja hapa muda wote ndani ya masaa 24 na hutaweza kulipia hata shilingi. Aliongea hivyo. Sasa Lydia, Bahati na tajiri Saidi mara baada ya kuona hiyo kadi, macho yao yaliwatoka kwa matamanio na wivu. Hata kadi ya wanachama ya Bosiside haikuwa ya daraja la juu kama hiyo. Kadi hiyo ilimaanisha yani unaweza kuingia ndani ya hoteli hiyo na ukapata huduma yoyote ile bila kulipia hata shilingi. Sasa walijiuliza, kadi ya hali ya juu namna hiyo inakuaje Yulia anampatia Hamza? Lakini sasa wakati kila mtu akitamani kupewa hiyo kadi, upande wa Hamza alikataa. Akasema nashukuru sana lakini haina haja. Sasa Lydia na wenzake kichaki litaka kuwapanda. Yani ni kama walikuwa wamesikia tofauti. Hata kwa bosi Sida alijikuta kikunja ndita bila kupenda. Msikilizaji, kweli ni kwamba maana halisi ya kadi hiyo sio kwa ajili tu ya kupata huduma bure katika mahoteli yote ya Prima, bali ilikuwa ikiashiria hadhi. Sasa na kwaje Hamza hataki kadi kama hiyo? Tena kwa kumkatalia mtu mwenye nguvu kama Yulia. Upande wa Yulia licha kukataliwa waziwazi hakujali sana. Alijua tu Hamza alikuwa akifanya hivyo ili kumuepuka. Lakini sasa kadri ambavyo Hamza alijifanya kumkataa, ndivyo alivyozidi kumtaka Sasa Yulia akasema upo sahihi kwa sababu tunafahamiana, huhitaji uthibitisho. Unaweza kuja hapa muda wote tu au kuja makao makuu ya kampuni yangu au nyumbani
wewe nipige tu simu. Aliongea huku akiwa na tabasamu. Na watu nyuma ya Yulia walijikuta wakishindwa kupumua vizuri. Ukweli ni kwamba Yulia hakuwahi hata kumjali rais wa jamhuri. Iweje leo aonyeshe udhaifu mbele ya Hamza? Hamza alijua kabisa huyo mwanamke hakuwa na mpango wa kumwacha kirahisi. Lakini alijiambia ili mradi havuki mpaka basi atamwacha endelee kuongea anavyotaka. Wakati Hamza akiingia katika gari na kuliondoa ndani ya hoteli hiyo, watu wale wote walijipanga mstari kwa ishara ya kumsindikiza. Pengine walifanya hivyo kwa sababu Yulia alikuwepo pia akisindikiza gari ya Hamza kwa macho. Hamza mara baada ya kufika barabara ya kuingia Salasala, aliingiza gari katika moja ya mgahawa. Alifanya hivyo kwani alijua kabisa Priscilla alikuwa na njaa na pia muda ulikuwa umeenda. Sasa Priscilla alijikuta akifurahi kuona Hamza alikuwa na uwezo wa kuona ishara ndogo ndogo tu na kuzifanyia kazi. Mfano kujua alikuwa na njaa na kumleta mgawani. Kuna wakati binti anaweza akawa anahisi baridi kabisani na wewe una mkoti, ila asikwambie nahisi baridi, akakwambia wala hata sihisi baridi, yani wewe mkoti wako sijali. Sasa na wewe ukikubali utaonekana nanga. Wabinti wanapenda sana kuona mwanaume anajiongeza. Sasa Priscilla alijisikia amani sana kuona Hamza kajiongeza kufahamu ya kwamba yeye ana njaa. Sasa muda huo sasa Priscilla alipata ujasiri wa kumuuliza Hamza kuhusu Yulia. Imekuaje amefahamiana naye? Maana njia nzima alikuwa kimya. Tuliwahi kukutana tu mara moja na nilimsaidia. Sio kama eti nafahamiana naye sana. Ni kwa sababu tu ya msaada wangu ndio maana kanichangamkia. Kumbe. Aliongea Priscilla huku akiona kabisa Hamza kuna vitu anaficha. Mwanamke huyu kuna muda alikuwa akiwaza imekuaje Hamza ndio ambaye alikubali malipo kwa kuwa boyfriend fake. Maana yeye ndio alibandika lile tangazo. Hivi imekuaje mara baada ya kuona tangazo kule kwenye mtandao ukaamua kutuma ujumbe wa kuwa tayari? Priscilla, kama nitakuwa najibu basi naweza kusema baba yako alichangia kwa kiasi kikubwa. Nini? Baba yangu kivipi? Aliuliza Priscilla kwa mshangao. Alikuwa akijua Hamza alikuwa chini ya Profesa Singano ambaye ni baba yake chuoni. Unajua tokea ni ujue mtandao wa Jamii Forum, nimekuwa nikipenda sana kusoma maoni ya hapa na pale wakati ambao nakuwa sina kazi. Sasa siku naona lile tangazo, siku iliyofuata babako ndio alifundisha kuhusu shauku. Kwa hiyo ulikuja pia kwa sababu ulikuwa na shauku ya kujua kama aliyebandika tangazo yupo serious? Priscilla aliuliza hivyo na Hamza alitingisha kichwa na kumfanya Priscilla kitabasamu. Unajua mimi sio mtumiaji sana wa mtandao wa Jamii Forum, ila baba ni mtumiaji mkubwa na ameanza kutumia muda mrefu tu. Unaonekana kabisa mtandao wako pendwa utakuwa ni Insta na TikTok. Mimi napendelea sana Insta, ila sina account TikTok, ila muda mwingine natumia. Sawa. Ila mpaka Regina kukupa kazi ya kumtafutia mchumba fake, inaonekana anakuamini sana. Sio kuniamini tu, namwamini pia. Unajua Regina mimi sijafahamiana naye kazini. Tulicheza wote tukiwa wadogo. Nimeweza kumfanya rafiki licha tabia yake ya kupenda kuwa peke yake. Nakumbuka hakuna ambaye aliweza kufanya naye urafiki kati yangu wakati analetwa na babu yake. Alikuwa mpole mno na Bi Miriam ndo alikuja kwetu kuniomba nicheze na Regina kumchangamsha. Aliongea Priscilla akiwa katika tabasamu kana kwamba anakumbuka matukio ya utoto. Hamza akasema ulifanya kazi kubwa kweli kweli. Sasa jambo hilo lilimfanya Priscilla kucheka sana, kana kwamba anajua anachomaanisha. Ndio maana mimi siwezi kuondoka katika kampuni ya Dosam kwa sababu ni mimi pekee ambaye anaweza kunifungukia kuhusu anachojisikia. Na mimi nikuulize swali. Ilikuwaje katika wote waliotuma maombi ukachagua jina langu? Ila Hamza, kwa hiyo umeona sasa utoe maswali ya titi for tate. Anyway, niseme tu licha ya watu kutoa lugha chafu katika maoni yao, lakini kulikuwa kuna maombi zaidi ya 500. Zaidi ya 500? Mimi mwenyewe nilishangaa na nilikesha sana kupitia. Sasa maombi zaidi ya 500 ilikuwaje ukanichagua mimi? Regina ndo alikuchagua.
Ukweli ni kwamba aliangalia nani aliandika ujumbe mfupi zaidi na unaoeleweka, na ulikuwa ni wa kwako, na akaniambia niwasiliane na wewe niweke miadi. Alionekana kuwa na uhakika utamfaa. Nadhani ilipangwa, lakini kila nikifikiria ni uchizi tu. Unajua siku Regina alivyoniambia ni tafutie boyfriend fake, nibaki kushangaa tu. Aliongea Priscilla huku akianza kucheka na kumfanya kupendeza mno. Priscilla alionekana kujiachia mno mbele ya Hamza kiasi kwamba alijishangaa. Mpaka wanakuja kutoka walitumia saa 1 kamili kwa sababu walikuwa na story nyingi sana. Sasa Hamza kwa sababu hakuwa na wasafiri ilibidi sasa aite Uber mpaka mawasiliano ili achukue gari yake. Hivyo aliagana na Priscilla ambaye anaishi Makongo Juu. Sasa upande mwingine ndani ya gari aina ya Porsche Cayenne, Bahati na Lydia walikuwa ndani. Ukweli ni kwamba kitendo cha Hamza na Priscilla kuondoka ni kama vile ile vibe ilipotea na kufanya hata bosi Side kukosa mood ya kuendelea. Hivyo kila mtu alitawanyika. Sasa wawili hao walikuwa wakirudi nyumbani na walikumbana na foleni ya magari mengi sana barabarani kuliko sivyo kawaida, na kufanya sasa waonyeshe kukosa uvumilivu. Hivi nini kinaendelea kuhusu Hamza? Aliuliza Lydia huku akiwa amekunja uso. Bahati akasema haijalishi kilichotokea, ilikuwa ni makosa yako kuanza kumdhalau tokea mwanzo na kuniweka katika hali tatanishi namna ule. Kifupi yani leo tumedhalilika sana. Sasa kwa msingi gani unaonibebesha lawama zote mimi jamani? Hebu usijione basi mtakatifu sana. Wakati muda wote ulikuwa ukimkodolea macho Priscilla. Unadhani mimi sijaona? Unadhani mimi sikuona? Kama umempenda si useme tu. Hivyo vipi hivyo unaongea upuzi gani wewe bwana? Hebu acha kubadili topic. Bahati naomba usikie. Usije ukanionyesha dharau ukidhani eti sije nimekoswa soko. Umesikia? Ninaweza kuolewa muda wote na mwanamume yoyote. Wapo wanaume kibao wanaonitaka. Alafu kama sio mimi usingeweza hata kukaa meza moja na Side. Aliongea Lydia huku akionyesha maringo. Upande wa Bahati alishakumdharau kimoyomoyo Lydia, na alikuwa akijiuliza kama kuna uwezekano wa wao kuendelea na swala lao la ndoa au ndio mahusiano yamefika mwisho. Ukweli hakuna uwezekano yani hakuona uwezekano wa kuweza kuishi na mwanamke kama Lydia. Yani unaishi na mtu afu bado anavimba kwamba ana uwezo wa kuwa na mtu yote anayemtaka. Wewe hapo hamna mtu. Mwanzoni alimtongoza kwa sababu aliona kuna ukaribu kati ya Lydia na Side, lakini baada ya kilichotokea leo kwa Side kumpotezea, alimdharau zaidi Lydia na moyo wake ulizidi kubadilika mara baada ya kumwona Priscilla. Akili zake zilimwambia kabisa anahitaji mwanamke kariba ya Priscilla, mstaarabu ambaye hababaishwi na vitu vya kupita. Sasa wakati akiendelea kuwaza namna ya kumalizana Lydia, kioo cha gari kiligongwa kwa nje na kufanya Lydia na Bahati wote kugeuka na kuangalia, na walishangaa mara baada ya kuona sura ya polisi. Bahati akasema, ndugu afande, kuna tatizo gani? Polisi akasema, simamisheni gari pembeni, nahitaji kuhoji. Bahati kwa mshangao akasema, kutuhoji? Kuna kosa lolote ambalo tumefanya? Polisi akasema, sio kuhusu nyie, tunafanya uchunguzi juu ya mwanaume anayefahamika kwa jina la Hamza mzee. Nadhani mnaweza mkatusaidia kutujibu maswali yetu mawili matatu. Aliongea polisi ule na kumfanya Lydia na Bahati kuangaliana na mwishowe walikubaliana. Sasa kitu ambacho hawakujua ni kwamba kila mtu ambaye alifika katika hoteli ile, ukimtoa Priscilla tu, alihojiwa na polisi hao. Lakini ukweli ni kwamba sio polisi bali ni watu waliovalia mavazi ya kipolisi. Kitendo cha polisi kuwahoji kiliwafanya waone kabisa kuna kitu ambacho kinaendelea katika maisha ya Hamza, na jambo hilo liliwafanya kuwa na wasiwasi naye. Sasa msikilizaji, hebu tuachane kwanza na huko. Twende upande mwingine katika moja ya baa iliyokuwa ikipatikana ndani ya eneo la Masaki. Alionekana Chris akibugia bia mfululizo, yani ni kama hana akili nzuri vile, huku macho yake akiwa mekundu. Pembeni yake alikuwepo Amos, jasusi mstaafu, ambaye alikuwa akimwangalia Chris kwa macho yaliyokuwa na mashaka. Amos akasema, bwana Chris, nadhani kwa hali hii hatuwezi kuendelea na maongezi yetu. Chris akasema, sikia jasusi bwana, bado mimi sijaelewa. Nadhani tunaweza kuongea tu. Hebu niambie uchunguzi wako umefikia wapi? Aliongea Chris huku akiongea kwa sauti ya juu na kumfanya sasa Amos kugeuka na kuangalia nyuma kama kuna watu wamesikia kauli yake. Amos akasema, nimepoteza muda wangu kuja hapa. Ukiwa sawa kiakili tutaongea. Amos aliongea sasa huku akisimama kuondoka, lakini Chris akasema, sikia mzee Amos bwana, mimi nishasema sijaelewa bado bwana, akili yangu inafanya kazi au wewe pia unadharau?
Mimi sijalewa bwana, mkaa chini tuongee bwana. Aliongea kwa nguvu, lakini Amos alijua kama akiendelea kubakia katika eneo hilo, basi siri ya uchunguzi anaofuatilia ama anaofanya itagundulika. Hivyo maamuzi ni kumwacha. Asa Chris huku akiwa amelewa, japo anasema yeye yuko mzima, akasema Priscilla, yani tamfanya mbaya huyo boy uliyemtambulisha leo. Mimi ndio Chris Gabusha, uwezo ninao na nia ninayo kudadadaziki. Priscilla, hivi unaniumizaje kiasi hiki? Ni mwaka wangapi huu nimekufuatilia na kutaka uwe wangu? Chris aliendelea kuongea kwa hasira kiasi kwamba watu walishaelewa bwana huyu alikuwa ametoswa. Alikuwa amepigwa kibuti. Wanawake waliokuwa hapo ndani ambao walikuwa wakimfahamu Chris walishangana kujiuliza, hivi ni mwanamke gani anaweza kumuumiza mwanaume mtanashati na tajiri kama Chris? Lakini licha ya maswali yao, huo ndio ukweli kwamba amepigwa kibuti. Priscilla hakuwa akimpenda, na hicho ndio kilichomuumiza, maana alikuwa amemfuatilia msichana huyo kwa miaka 2 mfululizo bila mafanikio. Sasa habari za Priscilla kumtambulisha mpenzi wake katika kusanyiko lao zilimfikia kutoka kwa Saidi, huku akienda mbali kumwambia mtu ambaye ametambulishwa anaonekana kuwa na ukaribu na Yulia, huku akimbeza kwa kumtania kwamba maneno yake yote yalikuwa ni bure. Side alifanya hivyo kwa sababu alikuwa akimpenda pia Priscilla, na alikuwa na kinyongo na Chris ambaye alimuona kama mwana kauzibe. Sijui umeelewa hapo? Yani kwa ufupi Chris na Side wote wanampenda nani? Wanampenda Priscilla. Kwa hiyo sasa Side na Chris yani ni kama wana ukaribu na urafiki fulani hivi tu wa kawaida. Sasa Side ndo amempa taarifa Chris yote aliyotokea kule, na amemwambia kwamba Priscilla katambulisha huko mtu, na anaonekana huyo mtu mwenyewe ni mtu mkubwa kwa sababu anafahamiana na Yulia. Kwa hiyo soga zako za kumtongoza zimeonekana kazi bure. Kwa hiyo ndio maana Chris sasa amekasirika sana. Muda huo wakati bwana huyo akiendelea kufakamia kilevi, Alex na James waliweza kuingia na kusogea katika meza aliyokaa Chris, huku akimwangalia kwa mshangao, na kisha aliangaliana. Sasa Alex akasema, Chris, hebu punguza basi kunywa bwana, unajua unajaibisha ujue. Aliongea hivyo Alex huku akimpokonya Chris chupa ya whisky. Chris akasema, James, yule boya wako aliyekuchukulia mwanamke wako amemchukua na wangu aise. Aliongea Chris na kumfanya James kushangaa. Kumbuka James ndio haka James ndio kalipangwa kumuona ni Reggie mara kwanza kabisa, mnamkumbuka na Alex mnamkumbuka ndio anayeuza viungu, rafiki wa nani wa Hamza. Kwa hiyo Chris, Alex na James hao ni marafiki tokea utotoni. Kwa hiyo sasa baada ya Chris kusema hivyo kwamba wewe James, yule boya wako aliyekuchukulia mwanamke wako kamchukua na wakwangu, James alishangaa akasema, Chris unamaanisha nini? Hebu ongea basi vizuri nikuelewe. Chris akasema, nimesema hivi, boya wako kamchukua na demu wangu, full stop, kudada deki. Aliongea na dakika ile sasa alijilaza kwenye meza na haikueleweka alikuwa usingizini au pombe zimemzidia na kupoteza fahamu. Sasa James akasema, hivi mpuzi anamaanisha nini huyo? Aliuliza hivyo James na kumfanya Alex kutingisha mabega. Akasema, mimi najuaje sasa, hebu tumbebe bwana tumrudishe nyumbani. Aliongea Alex na James alikubali, na walianza kumkokota Chris na kumtoa ndani ya baa hiyo. Upande mwingine, mara baada ya Amos kutoka ndani ya baa ile akiwa ameshindwa sasa kuongea na Chris, unajua Chris sasa alikuwa chakare. Kwa hiyo aliingia kwenye gari lake kama kawaida, lakini sasa kitendo cha kuvuta pumzi alijikuta akinasa harufu ya marashi ambayo imeongezeka ndani ya gari yake, na pale alihisi hatari. Lakini hata hivyo alichelewa, kwani kabla hata ya kugeuka alijikuta akifunikwa na helmet zito kichwani na kumfanya kukosa pumzi na kupoteza fahamu. Naam, Hamza akiwa njiani kuelekea nyumbani aliweza kupokea simu kutoka kwa Amir ambaye ni rafiki yake, akimuulizia juu ya lile swala la lugha, na Hamza ukweli ni kwamba hakuweza kulipatia ufumbuzi kabisa. Amir upande wake anasema Melissa anazidi kubadilika, kitu ambacho kinampa mawazo. Japokuwa kuongea anabadilika hivipi, lakini Hamza alielewa na kuona ngoja alifanyia kazi. Baada ya kufika nyumbani aliweza kugundua nyumba yote ilikuwa kimya, ikiashiria hakukuwa na mtu nyumbani. Ilikuwa ni bahati tu Hamza alikuwa na kadi pamoja na nywira za kufungulia mlango, hivyo hakupata shida ya kuingia ndani. Mara baada ya kuingia katika chumba chake tu, jambo la kwanza alilofanya ni kuwasha laptop aliyopewa na Regina, na kisha
alihamisha lile faili la Amir kutoka kwenye simu yake na kulituma kwa njia ya email kwenda kwa barua pepe ambayo alijua yeye mwenyewe. Sasa baada ya kufanya hivyo, alijiunga kifurushi cha kimataifa na kuingiza namba ya nje ya nchi. Na alipiga simu na hazikuchukua dakika nyingi sauti ya mwanamke aliyekuwa akitumia lugha ya Kiswedish ilisikika. Oh, my prince. Hatimaye umetafuta baada ya kimya cha muda mrefu. Sauti ilisikika hivyo huku ikionekana upande wa pili alikuwa akijaribu kuzuia hisia zake. Niwe radhi sana Sally, sio makusudi. Aliongea Hamza akiona tabasamu kana kwamba alifurahi kusikia sauti hiyo. Haina haja kuomba radhi. Najua umechoka na ulihitaji kupumzika. Naomba radhi kwa kukuachia matatizo na kufanya yafanyie kazi. Utakuwa umechoka sana kurekebisha makosa yangu. Sio kweli. Kuniamini kwako na kuniachia familia yako niangalie ni heshima kubwa kwangu. Kwa nini nichoke? Huwa mimi navutiwa sana na ukamilifu wako. Ni wewe pekee ambaye najua unaweza kunisaidia mambo mengi. Vipi hali ya ndugu zangu? Kila mtu yuko busy tu na mambo yake. Wewe ndio uliwaambia wasikutafute na wamejitahidi kupotezea mawazo ya kukumbuka kwa kujiweka busy. Kwa hiyo kila mtu yuko sawa. Kwa hiyo hawajataka kukukumbuka sana. Ni kwa sababu muda wote wako busy. Anyway, ungenifuata pengine sasa hivi ungekuwa na maisha magumu sana. Angalau kuwa nao karibu kuna kufanya upumue. Yaani ukiongea hivyo unakosea sana. Maisha yangu yote natamani yani kuwa karibu yako katika mazingira yote yale. Anyway, nimekutafuta kwa sababu kuna kitu nataka ujaribu kukifanyia uchunguzi. Nielekeze tu, kitu gani hicho? Nimetuma faili la sauti kupitia barua pepe yako. Hebu sikiliza lugha iliyotumika. Nataka kujua ni sehemu gani duniani wanazungumza lugha hiyo. Nitafuta ukiwa na majibu ya uhakika. Sawa, hakuna shaka. Nitampatia kazi mtu wa lugha kufanyia kazi. Naamini mpaka wewe kushindwa kuijua hiyo lugha basi itakuwa ni ngeni kwenye masikio yako. Nadhani umenielewa. Sally, nashukuru kwa kila unachofanya kwa ajili yangu. Aliongea hivyo Hamza na hakusubiri jibu upande wa pili. Na hiyo ni mara baada ya kusikia sauti za viatu kutoka chini. Hamza mara baada ya kushusha pumzi na kujituliza, alitoka kwenye chumba chake na kushuka chini sebleni. Ilikuwa ni kama alivyohisi shangazi na Regina walikuwa wamerudi. Kilichomshangaza Hamza ni kwamba baba yake Regina na mke wake walikuwepo pia. Na walikuwa wakisukuma kiti cha magurudumu ambacho kimekaliwa na mwanamke mzee. Bibi huyo licha ya kuonekana kuwa mzee, lakini alikuwa na muonekano wa hadhi. Licha ya sura yake kujikunja, lakini mpangilio wa uso wake ilionyesha alikuwa ni mwanamke mrembo wakati wa ujana wake. Hamza hakuwa na haja ya kujua bibi ni nani, alijua fika atakuwa ndio bibi yake Regi. Hivyo alimsogelea na kumsalimia. Nimefurahi kukutana na wewe bibi. Jina langu naitwa Hamza mzee, mpenzi wa Regina. Alisalimia bila hata kumjali mzee Wilson na mke wake. Kwa hiyo wewe ndio Hamza? Sio mbaya, sio mbaya. Unaonekana kuwa mtoto mzuri. Mshakula chakula cha usiku? Ndio bibi. Vipi umeshakula? Wote tumekula. Aliongea na kumfanya Hamza kutingisha kichwa. Na alisimama na kumwangalia Regina. Vipi hali ya bibi? Mbona anaonekana kuchoka sana? Sijachoka kabisa. Baada ya kuona ni kweli Regina kapata mchumba, nimefurahi mno. Sijachoka kabisa. Aliongea hivyo. Sasa upande wa Regi alijikuta akizungusha macho yake mara baada ya kuona namna Hamza alivyokuwa akiongea na bibi yake bila hata wasiwasi. Bibi, unapaswa kupumzika mapema. Kesho utaendelea kufanyiwa uchunguzi wa afya yako. Aliongea hivyo Regi. Kiasili familia yao walikuwa wakiishi mkoani Tanga, wilaya ya Bumbuli. Ni umbali mrefu kidogo mpaka kufika Dar es Salaam. Hivyo kwa mzee kama huyo atakuwa amechoka sana. Regi, kwa nini unataka kulipumzisha mapema? Bibi yako anataka kuongea kidogo na Hamza. Basi Lamla ambaye sasa ndo mke wa baba yake Regina akasema, mtoto maskini kama huyu utaongea naye nini sasa? Wewe Lamla, wewe unaongea nini sasa wewe? Baba mkwe wako alikuwa maskini pia wakati akianza kufanya biashara kutoka chini. Kwa hiyo unadharau na mimi kuolewa na mwanaume maskini, si ndio? Mama, mimi sijamaanisha hivyo. Miaka mingi imeenda lakini sioni mabadiliko yako. Vipi kwanza Frank anafanya nini siku hizi?
alikuwa akiulizia mdogo wake Regina, yani mtoto wa Lamla na mzee Wilson. Na swali lile lilimfanya Lamla sura kuwa mbaya. Akasema kwamba Frank yuko busy siku hizi kufanya research yake, ndio maana hajaweza kufika ndani ya muda. Mtu sio kama anasomea nje ya nchi. Yaani hapo tu yutizi mtu ameshindwa kuja kumsalimia mtu aliyetoka Tanga. Aliongea bibi huku akionyesha kutokuridhika kabisa. Akaambiwa hapana mama, ni kwamba tu yupo busy. Kila siku anasema atakuja kutembelea lakini imekuwa ngumu kutokana na ratiba za chuoni. Hebu acha kumtetea. Lini alikuja kunisalimia? Ina maana hata kupiga simu kumemshinda. Kwa nini anashindwa kuwa na tabia ya Regina? Licha umri mdogo lakini ameweza kuendeleza alipoishia babu yake. Na kuwa bosi wa kampuni. Lakini bado anapata muda wa kunitafuta. Mama, nitamrekebisha Frankie. Hajui tu hata anachofanya kama anakosea. Mzee Wilson aliongea hivyo na bibi akasema mnaweza kuondoka sasa, nitalala hapa nyumbani kwa Regina. Mzee Wilson akasema mama, hebu fikiria vizuri. Tumeshakuandalia chumba chako cha siku zote. Nimekuja damu mwenyewe na nitaishi ninapotaka kuishi. Rudi nyumbani huko bana mkamwadabisha mtoto wenu. Aliongea akiwa serious na kwa sababu walimjua hakawi kukasirika. Mzee Wilson na mke wake walishia kumwangalia Regina kwa dakika na kisha wakaondoka. Mariposa, hebu nipeleke chumbani kwangu. Sawa madam. Aliongea shangazi na kumwendesha bibi kuelekea katika chumba chake. Kulikuwa kuna chumba kikubwa tu cha master floor ya kwanza, ni kwa ajili ya wageni, lakini kutokana na kwamba ni ngumu kumpandisha juu, hivyo chumba hicho kilimfaa bibi yake Regina. Regi akasema Dr. Ronicas hajakuambia ni wapi tunapaswa kuonana naye kwa ajili ya kuonana na bibi? Ni hospitali ya Muhimbili. Kaalikwa kutoa hotuba tu kwa wanafunzi katika chuo cha Muhas. Baada ya hapo ataingia hospitalini. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kumwangalia kwa maswali. Asante kwa hili. Huna haja ya kunishukuru. Isitoshe tunakaribia kuzeeka ndani ya ndoa yetu. Unaongea upuzi gani wewe? Nani anakaribia kuzeeka? Aliongea Regi huku akimkodolea Hamza na kujiambia kadri unavyozidi kuzoeana ndivyo ambavyo Hamza anazidi kushindikana. Muda huo shangazi aliweza kutoka na kuwaita Hamza na Regina. Shangazi akasema Regina na Hamza mnaitwa, bibi yenu anataka kuongea na nyie. Aliongea hivyo na kumfanya sasa Hamza na Regina kushangaa. Regina anajiuliza ni kitu gani ambacho bibi yake anataka kuongea, maana ni kama wameongea kila kitu njia nzima. Sasa baada ya kuingia, Bi Miriam alikuwa ameshalala tayari na alionekana kuchoka. Kwa kuangalia tu Hamza aliweza kuona bibi huyo yupo katika hatua za mwisho za ugonjwa wake. Ijapokuwa hakuwa daktari, lakini alijua fika kwa hali ambayo amefikia hakuna kitu ambacho Flora anaweza kufanya kumtibia, labda kuwe na teknolojia mpya. Sasa Regi akasema bibi, kwa nini usipumzike kwanza? Yaani ni kitu gani unataka kuongea? Bibi akasema sidhani kama kuna haja ya mimi kupumzika haraka. Isitoshe ninakwenda kupumzika kwa muda mrefu siku chache zijazo. Regi akasema bibi usiongee hivyo. Hakuna kitakachokutokea. Kesho utakutana na Dr. Ronicas. Ni daktari namba 1 dunia nzima, tena anayeaminiwa hata kutibia wafalme. Mimi na hakika ataweza kukuponyesha tu. Aliongea hivyo Regi, lakini Bi Miriam hakuona haja ya kuongea zaidi na alimshika mkono Regina akamwambia kama kweli unataka niishi japo kwa siku chache, unapaswa kunipa tumaini. Regi akasema nipo tayari bibi, ni kipi nifanye? Bibi akasema nataka muoane haraka iwezekanavyo. Nikishaona umebeba ujauzito, sitotaka kuondoka kwa haraka mpaka nimuone mjukuu wangu, ili nikukutana na babu yako niwe na story nzuri ya kumwambia. Sasa Regi ana mkataba na Hamza. Kwenye mkataba hakuna mnyandoano, hakuna kutiana mimba. Na bibi ametoa sharti na Regi anampenda bibi yake. Sasa Regi atakubali ama itakuwaje? Tusonge mbele msikilizaji, hatuishi hapa, usiwe na hofu. Regina mara baada ya kusikia hiyo kauli, uso wake ulipata moto kwa aibu, maana ni kama kitu ambacho hakutegemea kabisa. Regi akasema bibi unaongea nini? Mimi siwezi kuolewa naye. Hamza hata yeye alikuwa kwenye kuchanganyikiwa. Hatua hiyo aliona ni ya haraka sana. Isitoshe hata mwezi hujaisha tokea fahamiana na Regi. Bibi akasema utaki kuolewa naye. Kwa hiyo
Umetafuta boyfriend wa kucheza na akili yangu ili tu niridhike, au ni kama alivyosema Lamla? Hamza ni mpenzi wako fake, si ndio? Reji akasema sio hivyo bibi. Mimi na Hamza ni kweli ni wapenzi. Bibi akasema kama ndio hivyo nataka muoane. Sio lazima ya sherehe bwana. Kwa sababu Hamza ni Muislamu na wewe ni Mkristo, mnaweza hata kwenda kuandikisha ndoa yenu bomani na kuanza kulala pamoja. Mkishaona nimekufa, basi mnaweza kuachana kama mpendani. Aliongea hivyo bibi. Regina alishikwa na wasiwasi mkubwa mno. Na aligeuka na kumwangalia Hamza, lakini kwa bahati mbaya alikutana na uso uliokuwa na tabasamu zito. Na kujiambia hili lipuuzi mbona kama lina tabasamu, au ndio mpango wake kutaka kunioa kwa muda mrefu. Regina alijihisi kichaa kinakwenda kumshika. Reji akasema bibi, hali yako sio nzuri kwa sasa. Kwa nini tufunge ndoa wakati wewe unateseka? Tusubiri ukishapona tutaanza kufikiria swala la ndoa. Aliongea hivyo Reji akijitahidi kutafuta kisingizio cha aina yoyote ili tu kumtuliza bibi yake. Msikilizaji, kweli ni kwamba hakuwahi kuanza kuolewa na Hamza, na sio hivyo tu, hakuanza ingekuwa mapema hivyo baada ya bibi yake kuja da. Na tena kitu cha kwanza bibi anachotaka ni kuona ndoa. Yaani ilionekana mzee huyo hajaja kupona bali kumuozesha. Sasa bibi akasema ya kwamba hivi, unadhani na huu uzee wangu pamoja na kuumwa, unadhani akili yangu haifanyi kazi? Usisahau ni mimi na babu yako tuliopigania kampuni ya Dosam imesimama. Hata kama nimekuwa mzee, huwezi kunidanganya kirahisi. Aliongea na kumfanya Regina kuonyesha muonekano wa kukosa kujiamini. Reji akasema bibi, nathubutu vipi kukudanganya? Bibi akasema Regina, usisahau hisa 51% unazozishikilia. 32 ni za kwangu na 19 ndio zako. Hisa zangu ni nyingi, hata unganishe na 7 za baba yako. Reji akasema bibi, najua hilo. Msikilizaji, sasa upande wa Hamza ndio kwanza alianza kushangaa. Ukweli siku zote alijua Reji ndio mwenye hisa nyingi ndani ya kampuni, lakini kumbe ni bibi yake ndio mmiliki mkubwa wa kampuni. Sasa ndio anajua bosi mwenyewe wa kampuni ya Dosam ni Bi Miriam. Bibi alisema ya kwamba 19% jumlisha 32% ya hisa zangu, jumla yake ni 51. Hii ndio maana halisi ya kuwa bosi wa kampuni ya Dosam na kuwa na nguvu. Wakati babu yako anafariki aliweka wazi katika wosia wake, ukiweza kuolewa na kuanzisha familia yako, ndio nitakukabidhi moja kwa moja 1% zangu zote. Sasa kama hutaki kuolewa, mimi nitampatia baba yako hisa zote 32 na ndio atakuwa mmiliki halali. Baada ya kuongea hivyo, Reji akasema bibi. Regina ajikuta akishangazwa na maamuzi ya bibi yake na kuishia kukunja sura. Bibi, sio kama mimi natamaa sana, lakini wewe mwenyewe unajua kabisa baba hana uwezo wa kuendesha kampuni. Afu sitoshe kama akisikia hivi, mimi na uhakika mtu mwenye nia mbaya atazikwapoa hisa zote na kampuni kutoka nje ya miliki wa familia ndio kitakachofuatia. Kwa hiyo nadhani kwa umri huu mimi najali sana hela. Reji, kwangu vitu na hela havina maana sana. Ukifikia umri wangu utajua ninachomaanisha. Sababu babu yako kuacha wosia ule ni kwa sababu anataka uwe na familia. Kwa sababu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kukufanya kuwa na furaha na kuvumilia yote. Wewe mtoto, kwa nini unielewi? Kila kitu ni kwa ajili yako, lakini unashindwa hata kukubali. Babu yako anachotaka ni familia kuongezeka, na amesisitizia hilo, na ndio ninachotaka mimi kuona kabla sijaaga dunia. Bibi aliongea na kumfanya Reji kushangaa. Hakuamini babu yake Dosam alikuwa na mpango huo kichwani. Unajua, mimi sikutaka kukulazimisha swala la kuolewa kwa sababu nilitaka wewe mwenyewe utafute mtu unayempenda bila ya kujali hali yake ya kimaisha wala dini. Ndio maana hata baba yako aliposema anataka uolewe na mtoto wa mzee Benjamin, mimi sikuongea chochote. Sasa Hamza huyu hapa, umemtafuta mwenyewe, lazima nihakikishe mnafunga ndoa, au nimekosea? Mimi sijakulazimisha kuolewa na mtu usiyempenda. Si umesema mwenyewe Hamza ni mpenzi wako? Aliongea mzee huyo. Ilikuwa ni kama vile ndio misheni yake ya mwisho anayotaka kuikamilisha kabla kufunga ndoa. Regina alijikuta akikosa neno la kuongea. Alitamani kusema Hamza sio mpenzi wake, lakini hakuwa akiweza kufanya hivyo na kumfanya kutamani kulia. Isitoshe
alijua Hamza ana mpenzi wake, hivyo asingemlazimisha kuolewa naye. Alafu jambo jingine naomba unisikilize ili uelewe vizuri ni kwamba kabla ya kufanya safari ya kuja hapa nishaongea na mwanasheria kwa ajili ya kuandaa nyaraka za kusaini. Muda wa kupoteza sina, ni aidha iwe sahihi yako au ya baba yako. Kila kitu kinategemeana na maamuzi yako na Hamza mtakayoamua. Mara baada ya kuongea kauli hiyo alifumba macho yake na kujifunika vizuri shuka, akionekana kabisa hakutaka kuendelea kuongea. Regina kiasira alienda mpaka kwenye chumba chake cha kujisomea na Hamza alimfuata nyuma. Regi, ina maana ni kweli tunakwenda kufunga ndoa? Kondo hicho unachotaka si ndio? Asijamaanisha hivyo, mimi siwezi kufunga ndoa na wewe mimi. Nadhani unajua hilo vizuri. Aliongea Hamza, lakini maneno hayo hayakuwa na ladha nzuri kabisa kwenye masikio yake. Alijihisi kuumia kuona Hamza hakuwa hata na wazo la kumwoa. Hivi kwa nini unaongea hivyo? Unaonekana kutokunipenda kabisa. Nachukiza sana, si ndio? Sio hivyo. Unajua wewe ni mrembo sana na pia ni mwanamke tajiri. Ni bahati sana kuweza kupata mwanamke wa aina yako. Hebu acha kuongea. Paka sasa yani sifahamu hata nani ni tajiri zaidi kati yetu. Sielewi. Regi aliongea hivyo. Regina hakusahau Hamza alikuwa akivaa mavazi ya bei ghali mno ambayo hajawahi hata kuyavaa kwenye maisha yake licha ya kutambulika kama mwanamke tajiri. Ndio maana anasema yani kwa sasa hivi kati yangu mimi na wewe haijulikani hata nani ni tajiri. Nisitoshe hata huyo Master Alex fundi wako mimi simfahamu vizuri. Bado siji kuna Dr. Ronika ambaye siwezi hata kula naye sani moja. Boss Regi, hebu acha kunishangaza. Mimi nipo chini yako bwana. Kuona maanisha nini? Utajua mwenyewe kama hujaelewa. Aliongea Hamza, hakuwa kabisa na mpango wa kujibishana naye. Lakini kwa wakati mmoja alijikuta akifurahia ndani kwa ndani. Sio kwamba alifurahia kwa sababu ya pendekezo la Bi Miriam, ila ni kwa sababu hakujua ni maamuzi gani ambayo Regi na ukauzu wake atachukua. Alitaka kusoma mchezo hadi mwisho utakavyokuwa. Hebu ondoka kwanza, mimi nataka kufanya kazi. Bado nataka kufanya kazi? Umekuwa busy siku nzima. Kwa nini usipumzike? Jali mambo yako bwana, mtoka. Hamza alishia kujisikitikia tu na kutoka kisha akafunga mlango. Ukweli ni kwamba kila ambacho alikisoma mtandaoni kuhusu Regina alikuwa akikishuhudia katika mazingira halisi. Regina alitambulika mtandaoni kama mfanyabiashara katili likija swala la kutengeneza pesa. Na ndio ambacho alikuwa akiona. Na wengi walitafasiri hivyo. Na kuna wengine ambao walienda mbali na kuwaza labda Regi alikuwa ametengenezwa na Mzee Dosa mkuu wa robot, yani robot la kutengeneza pesa. Hamza alishia kumwonea huruma na kujiwazia kama kampuni itakuwa katika mikono ya baba yake moja kwa moja, itamilikiwa na Lamla na familia ya James. Na ikifikia hatua hiyo basi Regina atakuwa katika hali gani sasa? Naam, upande wa chumba cha Bi Miriam, shangazi alikuwa akimfunika vizuri tu. Basi shangazi akasema, "Madam, natoka kwenda kupumzika sasa, uwe na usiku mwema." Bibi akasema, "Mariposa, hebu niambie, unadhani Hamza anao uwezo wa kumlinda Regina?" Shangazi aligeuka akamjibu, "Ndio, nina uhakika 100%. Ijapokuwa sijui ametokea nchi gani na ni nani haswa, lakini kwa kipindi chote nilichomfuatilia sio mtu mwepesi." Bibi akasema, "Kwa uzoefu wako tokea ukiwa kitengoni mpaka sasa, kama umesema sio mtu mwepesi, basi naamini 100%. Mimi ndio nishazeeka hivyo. Wasiwasi wangu Wilson na Regina watapata shida sana. Wakati Mzee Dosa mwananiambia nisije kumchagulia Regina mume, na mtu wa kwanza atakaye mchagua ni hakikisha wanafunga ndoa, nadhani naanza kuamini alichokuwa akikimaanisha. Huu ni mwongozo alionipatia na naona umekuja nikiwa siku zangu za mwishoni kabisa." Shangazi akasema, "Lakini madam, licha ya kwamba Hamza anaonekana kuwa na uwezo, lakini anaonekana kuwa na matatizo kidogo." "Labda, ila sina uhakika." Bibi akasema, "Unamaanisha nini Mariposa?" Shangazi akasema, "Kwa uchunguzi wangu wa kimya ambao niliweza kufanya, nimeweza kugundua yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi na Eliza. Mpaka sasa nashindwa kujua kama Regina anafahamu hilo." Bibi akasema, "Unamaanisha huyu Eliza mtoto wa Mzee Mloe?" Shangazi akasema, "Ndio." Bibi alicheka akasema, "Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani Eliza amekuwa vizuri licha ya changamoto alizopitia. Huyo Hamza anaonekana na jicho la kuona mbali kwamba yule mtoto anafiti kila idara. Lakini kama anataka kuendelea kuwa na Hamza, lazima akubali baadhi ya ndoto zake kutotimia." Shangazi akasema, "Madam, unamaanisha nini?"
Bibi akasema ya kwamba wanaume siku zote ambao wana uwezo mkubwa hawajawahi kuwa waaminifu. Dosa mumpuzi yule alinisaliti mchana kweupe bila hata kujutia. Nadhani unajua ninachomaanisha Mariposa. Bibi aliongea hivyo, lakini kauli ile ilimfanya shangazi kupiga magoti mara moja. Shangazi akasema, "Madam, samani sana, haikuwa nia yangu." Bibi akasema, "Inatosha sasa. Wote tushazeeka sasa. Japo mimi ndio naonekana kizee, wewe bado kijana. Mbinu yako imefanya kazi, nadhani ndio maana Dosam alikupenda. Lakini hayo yamepita, kwa sasa tumekuwa kama dada. Unaja kuomba msamaha. Wa kulaumiwa ni Dosam, sio wewe. Ila bora alikupenda wewe, ndio maana sikuwa na tatizo. Ingekuwa ni mwanamke mwingine, ningeachana naye mara moja." Baada ya Bi Miriam kuongea hivyo, shangazi akajibu, "Asante sana kwa kuniona mtu mzuri." Sasa bibi akasema, "Kuhusu huyu Eliza, muda si mrefu nitaonana naye na kumfanya nitambue mimi ni nani. Kuhusu Hamza, kama uwezo anao, sio kosa lake kuwa na wanawake wawili watatu. Isitoshe unajua fika Regina sio rahisi kudili naye, hususan ugonjwa wake ukiamka. Kama akikubali kuolewa na Hamza, naamini atakuwa na njia zake za kudili na michepuko ya Hamza. Hili ni swala ambalo sisi tulioishi muda mrefu hatupaswi kuingilia." Shangazi akajibu, "Madam, upo sahihi. Na mimi naona hivyo hivyo, kwa sababu ni watu wazima, watafanya maamuzi yao wenyewe." Bibi akasema, "Mariposa, hebu simama, acha kuendelea kupiga magoti bwana. Mimi nakutegemea siku za usoni, wewe ndio utakuwa mlinzi wa mtoto wangu na mjukuu wangu. Najua ni misheni yako kumlinda Regina kwa sababu ya nafsi yake nyingine, lakini awe Regina au yule mwingine, wote ni wajukuu wangu. Kwa hiyo nakuomba uhakikishe Regina anakuwa salama. Ndio namna pekee ya Wilson kuwa salama pia." Shangazi akasema, "Madam, mimi Iris nitaulinda ukoo wako mpaka hatua ya mwisho ya uhai wangu." Aliongea shangazi akijiita Iris, huku akikakamaa kama mwanajeshi. Msikilizaji, kama utakuwa notice kitu, ni kwamba inaonekana huyu bibi yake Regina sio bibi wa kawaida. Inaonekana ni bibi ambaye anafahamu ama ana uwezo wa kujua hata nguvu za mtu, kwa sababu kitendo cha kuingia tu ndani na akamuona Hamza. Na alianza kupiga story, yani azifu anajuana hivi Hamza na bibi. Inaonekana kuna kitu bibi ambacho amekiona kwa Hamza. Lakini pia tunakuja kufahamu ya kwamba shangazi inaonekana sio shangazi wa kawaida. Na kama unakumbuka, kwa mara ya kwanza kabisa Hamza anaingia ndani ya nyumba ya Regina, Hamza, yani shangazi for the first time tu anamtazama Hamza, aliona kabisa Hamza sio mtu wa kawaida. Na tumekuja kuona ya kwamba shangazi anajiita Iris. Sasa huyo Iris ni nani? Shangazi anajukumu kumlinda Regina, na bibi akasema ya kwamba kwa sababu ya ugonjwa wake Regina alionao, basi hata kama Hamza akiwa na wanawake zaidi ya wawili, kwa sababu inaonekana kwamba Hamza sio mwanaume ambaye anaweza kuwa na mwanamke mmoja tu. Yani huyo Hamza inaonekana 3, 4, 5 hivi ndio wanamfaa. Sasa bibi anasema ya kwamba kwa ugonjwa ama hali alionao Regina itamsaidia kupambana na hao michepuko. Sasa itakuwa ni vita ipi kati ya Regina na michepuko ya Hamza? Kwa sababu hapa tayari sasa hii ndoa ipo. Yani wakatae wakubali, ndoa lazima watafunga. Okay? Yes, kwa hiyo ndio hivyo msikilizaji, kwa siku ya leo ninaomba tuishie hapa na tutaendelea sehemu ya 11 siku ya kesho. Okay? God be with you till we meet again. Langu jina ni Lucas Lumbas, kumbuka mwandaji ni Sasingano. Mpaka hapa mbisana la ziada, bye bye.